Bila wasiwasi wowote ama pasi na shaka, afya yako iko barabara na imetengemaa. Na kwa wewe ambaye afya yako haiko sawa bin sawia, sisi tunakuombea dua Mwenyezi Mungu aweze kujalia na hatimaye uweze kurejea katika utimamu wa afya yako. Moja kwa moja ni kuombe uweze kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili uwe wa kwanza kupata notification pindi tunapopakia video zetu, basi wewe unakuwa wa kwanza. Hii ni Kajenjele TV, mahali ambapo tunakutana katika kipindi cha screenshot ambacho huwa tunakwenda kuscreenshot baadhi ya mambo ambayo yanakuwa yametokea katika mitandao ya kijamii. Na leo guess what? Tuko na sakata la baadhi ya media especially Wasafi TV zimepunguza watangazaji, na kuna baadhi ya watangazaji wao wenyewe wamejipunguza kabla hawajapunguzwa. Sasa sababu ziko nyingi za kupunguzwa na wao wenyewe kujipunguza, na sababu hizi zinatoka katika vyanzo mbalimbali vya mitandao ya kijamii. Si vyanzo rasmi kabisa, lakini ni vyanzo ambavyo vinapitia mitandao ya kijamii ama tunavipata kwa kupitia mitandao ya kijamii. Na guys, lisemwalo lipo, kama halipo basi linakuja. Iko hivi, Wasafi TV pamoja na baadhi ya media zimeonekana na hasa kasi kubwa sana iko Wasafi TV. Wamepunguza baadhi ya watangazaji, sio baadhi, ni wengi, na kitu ambacho kimewashtua watu wengi ni kutokana na idadi ambayo wao Wasafi wamewapunguza hawa watangazaji. Na ukiachilia mbali mshtuko juu ya idadi ya watangazaji, ni kwamba mshtuko mwingine ni kutokana na namna ambavyo watangazaji nguli maarufu wao pia wameweza kupunguzwa katika hiyo idadi. Kwa hiyo jambo kama hili ni jambo ambalo linakwenda kuwashtua watu kwamba inakuwaje watangazaji wakubwa, mtu kama Amigel, Lily Omi, Gerard Hando, wako wengine wengi wamepunguzwa. Na yupo George Ambangile, George Job, lakini pia Oscar, Zembwela. Ukiangalia hii listi, na wengine sijawataja, ukiangalia hii listi unaona kabisa ni listi kubwa. Lakini sio listi kubwa tu, ni listi ya watangazaji nguli ambao wana impact katika media ama katika TV ya Wasafi. Sasa mimi katika kunyapia zangu nitakutajia sababu kama 3 hivi au 4 ambazo nimezichota kupitia vyanzo mbalimbali, kupitia mitandao pia ya kijamii. Sababu ya kwanza ni masuala ya ithibati. Ithibati ni kama ni vigezo, of course, ni kigezo cha wewe kuwa mwandishi wa habari ambaye unakuwa umetimiza vigezo vyote, kupata elimu na nini na vitu mbalimbali. Kwa hiyo serikali imetilia mkazo kwamba kwa watangazaji wale ambao hawana sifa na vigezo vya kuwa watangazaji, basi wanapaswa kusitishiwa ajira zao mara moja. Hilo ni agizo la serikali. Sasa agizo hilo ndilo lilopelekea baadhi ya media kupunguza baadhi ya watangazaji ambao hawajakidhi hivyo vigezo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni anguko la kiuchumi. Hapa ndio mahali ambapo nataka ndugu msikilizaji unisikilize vizuri. Anguko la kiuchumi kivipi? Media nyingi, TV station nyingi pamoja na radio zimeanguka kiuchumi kwa sababu ifuatayo. Makampuni mengi, taasisi, wafanyabiashara binafsi na watu ambao huwa wanafanya matangazo ya bidhaa zao. Hizi kampuni, taasisi na wafanyabiashara binafsi nowadays hawaendi kutangaza au hawapeleki matangazo yao kwenye TV station. Nikisema hawapeleki, kuna mtu atasema mbona tunaona hapana.
idadi imekuwa ni ndogo, lakini mbali na idadi kuwa ndogo, hata wale wenye idadi ndogo wanaopeleka wanataka kiasi cha pesa kiwe kidogo kutokana na impact ya hizi TV pamoja na radio imekuwa ni ndogo. Kwa sababu gani? Nowadays kuna ma-influencer, kuna ma-comedian, kuna watu mbalimbali ambao wamejizolea umaarufu kupitia mitandao ya kijamii, wana followers wengi. Sasa hizi taasisi na kampuni na watu binafsi, wafanyabiashara, wameona ni bora wawekeze kwa hawa watu wenye influence kubwa, watu ambao wana followers wengi, na sio kuona wawekeze huko, ila kumeonekana ukiwekeza huko kunakuwa na impact kubwa kwa wafanyabiashara, watu wa taasisi na makampuni, kumekuwa na faida kubwa. Na ukitaka kuthibitisha hilo, angalia namna ambavyo watu walivyojizolea brand ambassador, namna watu wa maarufu wanavyofanya matangazo ya kampuni, kama benki, mitandao ya simu, vinywaji, vitu ni vingi. Matangazo yamekuwa ni mengi kwa watu ambao wamejizolea umaarufu, lakini wana followers wengi kuanzia huko kwenye mtandao wa TikTok, Instagram, Facebook page na kwingineko kote. Kwa hiyo watu wameona wakiwekeza huku impact inakuwa kubwa kuliko kuwekeza kwenye radio pamoja na TV. Na labda nikwambie tu kitu kimoja, zamani ilikuwa mtu yoyote yule ukiwa unafanya shughuli zako, umefungulia radio Clouds, Clown FM, umefungulia Wasafi TV, Wasafi Radio, unasikiliza huku unaendelea na shughuli zako. Nowadays hicho kitu watu hawakifanyi. Nowadays mtu anapata habari kupitia mitandao ya simu. Yaani si mtu anafahamu masuala ya kisiasa, masuala ya burudani, ya michezo, kila kitu anakipata katika simu yake, tena kwa muda mwafaka. Kwa sababu unajua kwenye TV ili uweze kuipata habari lazima usubiri taarifa ya habari, sijui saa 7 ile, labda usubiri saa 2 taarifa ya habari, usubiri sijui saa 2 usiku ile, saa 2 asubuhi, sijui saa 12, sijui vipindi vya good morning, sijui vitu gani. Hayo inakuwa ni too late. Nowadays jambo likitokea, hapo muda uliotokea mtu amelipata habari, ameipata Facebook, ameipata Instagram, ameipata TikTok. Ni rahisi na safari zinasafiri kwa haraka zaidi. Na nitakukumbusha, ndio maana hata wakati wa vuguvugu la uchaguzi mitandao ilizimwa. Kwa nini mitandao ilizimwa? Hata baadhi ya nchi nyingi ukiwa kunatokea tafrani, wanaenda kwanza haraka kuzima mitandao ya kijamii, kwa sababu ndio mahali pekee ambapo uchochezi unakwenda kwa kasi kubwa na habari inafika kwa kasi kubwa kuliko kitu chochote. Ndio maana media na nini huku mitandao ya kijamii ilizimwa, lakini TV stations ziliendelea kufanya kazi. Why? I hope hapo sasa utakuwa umenielewa. Kwa sababu ya kiithibati, lakini pia sababu ya anguko la kiuchumi, ambazo hizi TV sasa zimekuwa na wafanyakazi ambao wanakula mishahara minono mikubwa. Kwa hivyo wanakuwa kama wanaziendesha kwa hasara, kwa sababu matangazo yamekuwa ni machache, alafu watangazaji wanapokea mishahara mikubwa. Kwa hiyo hali hiyo imepelekea waone bora wapunguze. Na kuna baadhi ya watangazaji wao wamekubali mishahara yao ipunguzwe. Yaani wameona kukosa kazi, wamekubali kupunguza mshahara kwa kiwango kikubwa ili waendelee kubaki na kazi. Kwa mambo yamekuwa ni mazito kulikweli. Vitu vimekuwa ni vingi. Nini kitakachotokea? Je, sasa TV station na radio station zinakwenda kufa? Ni jambo ambalo nalihisi mimi, kwa sababu nguvu kubwa sana imekuwa kwa kupitia mitandao ya kijamii. Wewe unaweza pia kupitia uwanja wa comment section hapo ukaniambia wewe binafsi mtazamo wako ni upi juu ya sakata hili ambalo linaendelea. Lakini kuna wengine habari nazo zisikia wameacha kazi kwa sababu ya malimbikizo ya mishahara. Yaani mishahara imelimbikizwa, na inalimbikizwa kwa sababu
kipato sio kikubwa kinachoingia kwenye hizi TV and radio. Kwa hiyo zimekuwa zikilimbikiza mishahara ya wafanyakazi miezi 2 3. Hali hiyo imepelekea baadhi ya waandishi wa habari wao wenyewe kabla hata hawajafikiwa kupunguzwa, wao wenyewe wamejipunguza, wameona hakuna faida ya kufanya kazi. Alafu unafanya kazi katika hali ambayo inakuwa na malimbikizo ya mishahara ya miezi 3 mpaka 4. Unafikiri wataishije? Watasomeshaje watoto? Watavaaje? Watakulaje? Mambo yamekuwa ni mengi sana 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 sana. Na wewe unaweza kuwa na sababu zako, lakini yupo mwingine anasema ni kiki Wasafi wameamua kurefresh, yani wameamua kuflash, wanataka kuja na vipindi vipya na kila kitu kipya. Yani ni kama wanataka kuja upya watu wa Wasafi Media. Kwa hiyo tumeambiwa, baadhi ya vyanzo vingine vinasema Pimbi usiongee sana, Wasafi wanataka kurudi upya kwa kasi na nguvu mpya. Lakini mimi sijasema kwamba imekufa wala sijasema kwamba nini, hapana. Nimesema haya yote niliyozungumza ama hizi sababu zote nilizozungumza ni kutoka katika vyanzo vya mitandao ya kijamii na source ambazo bado hazijawa rasmi. Tuendelee kusubiri mimi na wewe kupata taarifa zaidi ya uhakika itakuwa ni ipi, lakini muda huo shusha uwanja wa comment section hapo, niambie mtazamo wako ni upi. Naitwa Mr. Pembe.